إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بعد أن نحمد الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tupo katika msikiti huu kwa ajili ya kuelimishana, kumtaja Allah tabaraka wa taala na kumshana katika yale ya kheri na kukatazana yale mabaya. Hatujikusanye kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya tu maslahi ya duniani, bali kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, fadhila ambazo tunapata wale ambao wanajikusanya katika nyumba za Allah tabaraka wa taala wakimtaja. Kwa hiyo kila mmoja awe hadhir, sikilize, pata faida kwa yale ambayo Allah tabaraka wa taala amemjalia. Lengo ni kukumbushana, na ukumbusho huo utawafaa wale wanaomwamini Allah tabaraka wa taala. Katika mhadhara huu nimependelea nizungumzie kuhusiana na fadlu qiraati al-Qur'an, ubora wa kuisoma Qur'an. Mada hii nimeichagua nizungumze katika muda huu kutokana na umuhimu wa kukijua kitabu cha Allah tabaraka wa taala, kukisoma, kukizingatia, panapatikana kufaulu. Tilawatul Qur'an, kuisoma Qur'an, wa tadabbur ayati, na kuzingatia aya zake, min a'dhami al-qurbati, ni katika kujikurubisha kuliko kuwa kukubwa kwa Allah tabaraka wa taala. فهي
tamnahu alqalb at-tuma'nina. Katika kuisoma Qur'an panaupa moyo utulivu. Mtu anapokuwa anasoma Qur'ani, moyo wake unapata kutulia kwa Allah tabaraka wa taala. Kama ilivyokuja katika Qur'ani, ala bidhikri llahi tatma'innul qulub. Jueni kwamba kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala panapatikana utulivu. Lingine, tudha'af alhasanat. Mtu anapokuwa anasoma Qur'ani panapatikana malipo yaliyokuwa makubwa, yanazidishwa mema fi dunia, hapa duniani. Maana mtu anapokuwa anasoma Qur'ani malipo anaandikiwa hapa duniani. Na Qur'ani mtu anapokuwa anasoma tashfa'u li sahibiha, inampa ponyo kwa yule ambaye anaisoma Qur'ani. Takuja kusoma huko mbeleni vipi Qur'ani inakuwa ni ponyo. Tashfa'u li sahibiha yawm al-qiyamah, Qur'ani inakuwa ni shifa kwa yule ambaye anaisoma siku ya kiyama. Wa shifa, na pia ni ponyo kwa yule ambaye anaisoma Qur'ani. Anapata kuwa juu, anapata daraja ya juu katika pepo. Alladhi yaqra'u al-Qur'an yartaqi biha a'la darajati al-janna, anapata daraja za juu peponi. Kama ilivyokuja kwenye hadithi kwamba yule ambaye anasoma Qur'ani ataambiwa na Allah tabaraka wa taala isome kama ilivyokuwa unaisoma duniani. Pale atakapoishia ndiyo itakuwa sehemu yake. Kwa hiyo mtu anapokuwa anasoma Qur'ani yartaqi bihi, anapanda daraja ya juu. Wayanal mahabbata Allahi wa ridwana, anapata mapenzi ya Allah tabaraka wa taala na ridha zake. Ma'amudha'afati al-ajr, pamoja na kwamba malipo yanazidishwa. Fil harfi al-wahid, ukisoma herufi moja katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala malipo ni makubwa. Kama jaa fi hadith, kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, man qara harfan min kitabillah, yule atakayesoma herufi moja katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala, falahu bihi hasana, anapata malipo. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, na malipo hayo 10 mfano wake. Ujira uliokuwa mkubwa kabisa kwa yule ambaye anasoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Qur'ani hii ni mwongozo, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya ahsan. Qur'ani hii inaongoza pale panapokuwa ni pazuri. Anna al-Qur'an al-Karim, Qur'an tukufu, huwa an-nur alladhi yuniru lana tariq al-haq. Qur'an hii ni nuru ambayo inatuangazia katika njia ya haki, wasawaba, na iliyokuwa ya sawa.
Qur'an hii inatuangazia kutuonyesha njia iliyokuwa sawa, sababu Allah tabaraka wa taala alisema dhalika alkitabu la raiba fihi, hicho ni kitabu ambacho hakina shaka ndani yake. Qur'an haina shaka ndani yake. Kwa hiyo Qur'an inatuongoza na kutufahamisha njia iliyokuwa ya haki na ya sawa. Wa kullu tafasil hayatina, na mambo ambayo tunakuwa nayo katika maisha yetu inaweka wazi. Qur'an imeeleza mambo mengi. Kiwa mtu ataisoma Qur'an atajifunza mambo mengi, mambo ambayo yanafungamana na maisha yetu yameelezwa katika Qur'an. Ukitaka kuishi vizuri na watu, Qur'an imeeleza. Ukitaka kuishi vizuri na mke wako, Qur'an imeeleza. Ukitaka kuishi vizuri na watoto wako, Qur'an imeeleza. Ukitaka kuishi vizuri na wazazi, Qur'an imeeleza. Kwa hiyo tunapata mwongozo uliokuwa sahihi kupitia kitabu chetu cha Qur'an. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Mola wetu anasema qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, hakika imekujieni kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala nuru na kitabu kilichokuwa wazi. وقال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا, na tumeteremsha juu yenu nuru iliyokuwa ya wazi. Nuru iliyokuwa ya wazi ni Qur'an. قال عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره, amesema عبد الرحمن السعدي katika tafsiri yake, وهو هذا القرآن العظيم, ناوي قرآن تكوف الذي اشتمل على علوم الأولين والآخرين, ambaye imekusanya elimu za wale wa mwanzo na wale wa mwisho, wal-akhbar as-sadiqa an-nafi'a, na imekusanya habari ambazo ni za kweli zenye manufaa, والأمر بكل عدل وإحسان, na Qur'ani imeamrisha kufanya uadilifu kila kitu na kufanya ihsani. Ndani yake pana uadilifu, pana ihsani wa khairi wa nahi. Qur'ani imeelezea kuhusiana na khairi na makatazo, wa nahi an dhulmi wa shar, imekataza kuhusiana na dhulma na shar. Qur'an imekataza. Fanasu fi dhulmatin, watu wako katika giza. Illam yastadhihu bilqur'ani bianwari, ikiwa hawatochukua mwanga kutoka kwenye Qur'an. Wa fi shiqa'in 'adhim, na mtu atakuwa katika uovu uliokuwa mkubwa. Illam yaqtadisu min khairihi, ikiwa hatopata khairi zake. Yule ambaye hakupata khairi zake, bimaana tunamzungumzia yule ambaye haisomi Qur'an. Qur'an ni nuru, ni mwongozo uliokuwa sahihi. Ukitaka kutafuta mwongozo uliokuwa sahihi, basi soma Qur'an. Soma Qur'an. Al-Qur'an shifa'u lirruh, Qur'an hii ni ponyo katika roho. Wal jasad,
na pia ni ponyo katika mwili. فالقرآن هو الشفاء لما في الصدور. Qur'an hii ni ponyo kwa yale ambayo yanakuwa vifuani, min amrad shubuhat, maradhi yote ya shubuhat, wa shahawat, na matamanio. Qur'an ni ponyo. وهو دواء للقلوب. Qur'ani ni dawa katika nyoyo, min alhammi walghammi walhazan, kutokana na matatizo, tabu, shida, huzuni, zote zinatibiwa na Qur'ani. Matatizo haya yanatibiwa na Qur'ani. وقد يكون سببا, na hii Qur'ani inakuwa ni sababu, fi shifai al-amrad al-jasadiyya, kutibu maradhi ya mwili. Qur'ani inatibu maradhi ya mwili biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kwa idhni ya Allah. Watu wema walikuwa anasoma, anaumwa, anasoma suratul Fatiha, anapona. Sisi yakini yetu imekuwa mbali, ndio maana unaweza kusoma mara 200 au poni, kwa sababu yakini imeenda mbali. Mbona tunaambiwa tusome Qur'ani tunapona, mbona tupone? Kumbe sisi yakini yetu imeenda mbali. Bila kumeza Panadol hamna. Yaani usome Qur'ani upone bila kununua Panadol, tunasema hapana. Basi kwa nia hii hatuwezi kutibu miili yetu kwa kutumia Qur'an. Fafihi baraka, Qur'an ndani yake pana baraka, wal khairi wa rahma, khairi nyingi ambazo zinapatikana katika Qur'an, na pia rahma ya Allah tabaraka wa taala, kama alivyosema katika Qur'ani, kauli yake Allah tabaraka wa taala, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa wa rahma lilmu'minin. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa wa rahma lilmu'minin. Na tunaiteremsha hii Qur'ani ni ponyo na ni rahma kwa waumini. Qur'ani hii ni ponyo, kama tulivyoeleza. Qur'ani ni ponyo katika miili yetu. Watu wanasoma ruqya wanapona, wanasoma Qur'an, ruqya wanapona. Na pia Qur'ani ni ponyo katika moyo, maradhi ya moyo kama vile unafiki, kufuru, maasi. Haya ni maradhi ya moyo, yanaponyeshwa na Qur'an. Mtu akiwa ni msomaji mzuri wa Qur'an, basi kupata dalili za unafiki ni hapana. Qur'an hii ina khairi nyingi kama tulivyosema, lakini khairi zinakuwa kwa nani? Kwa yule ambaye anafundisha Qur'an. Anna fi ta'allumi al-Qur'an khairun kathir, katika kuisoma Qur'an na khairi nyingi na kuisomesha. Liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, wa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam pale aliposema, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Hadithi ameelezea sahaba Uthman ibn Affan, mbora wenu ni yule ambaye kajifunza Qur'an na kaifundisha. Hadha huwa khairun nas, huwa ni bora kwa watu.
kuifundisha Qur'an, kukifundisha kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Wa qawluhu alayhi salatu wa salam min hadithi Aisha, na pia kauli yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kupitia hadithi ya Aisha radiyallahu anha anasema al-mahir bil Qur'an, yule ambaye ni hodari kwa kuisoma Qur'an, ma'a sabaratil kiramil barara, hawa wanaisoma Qur'an atakuwa pamoja na malaika watukufu. Yule ambaye anasoma Qur'an atakuwa yuko pamoja na malaika wale ambao ni bora watukufu, almalaikatul barara. Na kama ilivyokuja kwenye hadithi pia, alladhi yaqra'u alquran wa huwa mahirun bihi ma safaratil kiramil barara walladhi yatata'ta fi lahu ajran, na yule ambaye anasoma Qur'ani yatata'ta fi, anapata shida, inampa shida, lakini anajitahidi, anapata malipo mara mbili. Angalia malipo yanayopatikana kwa msomaji wa Qur'an. Halafu yule ambaye anapata shida anapata malipo pia. Na hadithi ameipokea Imam Tirmidhi, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, akasema kwamba man qara'a harfan min kitabillah, yule atakayesoma herufi moja katika kitabu cha Allah, falahu bihi hasana, atapata malipo, wal hasanatu bi'ashri amthaliha, na malipo hayo na jema hilo kwa 10 mfano wake. La aqulu, sisemi alif lam mim alif, bali yani sisemi alif lam mim harfun, bali alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Hapa kuna herufi ngapi? 3. Azidisha mara 10. Wewe ukitendo cha kusema alif lam mim ngapi? 30. فكيف إذا قرأت جزء أو 10 آيات؟ vipi mfano huu ukasoma juzu nzima, ukasoma aya 10? Tunacheza na malipo ambayo yako wazi, kukaa kusoma Qur'an. Na ndio maana ukiangalia hali ya masalafi saleh katika kuisoma Qur'an, utakuta mtu usiku mmoja kamaliza msahafu, au anagawa ndani ya siku 3 kamaliza Qur'an. Na maana kila siku anasoma juzu 10, ndani ya siku 3 kamaliza msahafu. Ndani ya mwezi anamaliza msahafu mara ngapi? Msahafu mara ngapi? Au yule ambaye labda kashindwa amalize basi ndani ya siku 10 amalize msahafu. Yule kashindwa zaidi, basi hata kwa mwezi amalize mara moja, bi maana asome kila siku juzu. Kwa ndani ya mwezi mmoja, siku 30 amemaliza msahafu. Sababu tunashughulishwa mambo mengi, yanatushughulisha dunia, mambo ni mengi, tunashughulishwa na dunia. Shakalatina amwaluna, tunashughulishwa na watu wetu na mali zetu, tukaacha malipo yaliyokuwa makubwa kama haya. Na amepokea Imam Muslim hadithi ya Abi Umama al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
hakika Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, iqra'u al-Qur'an, isomeni hii Qur'an. Iqra'u al-Qur'an, isomeni Qur'an. Isomeni Qur'an, hii ni amri, ndio. Wal amru yaqtadi al-wujub, fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah, hakika Qur'an itakuja siku ya kiyama, shafi'an li ashabi, inawapa uombezi, inakuwa ni kiombezi kwa wale watu wake, wale ambao walikuwa wanasoma. Hapa duniani unapata malipo yaliyokuwa makubwa, na pia huko akhera na kuwa kiombezi chako. Akhera kutakuwa na mambo mengi. Ukisoma kitabu cha Ahwal al-Qiyam, mambo ni mengi. Kwa hiyo katika mambo hayo Qur'ani atakuwa ni kiombezi chako. Pamoja na kwamba mtume atakuwa ni kiombezi chako, pia Qur'ani nayo itakuwa ni kiombezi kwako ikiwa unasoma Qur'ani. Itakuwa ni kiombezi kwa yule ambaye anaisoma, bil'aks, yule ambaye haisomi, bimaana kwamba hatopata uombezi kupitia Qur'ani. وروى مسلم أيضا من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن، italetwa siku ya kiyama Qur'an, wa ahluhu alladhina kanu ya'maluna bihi fi dunya, na wale watu wake ambao walikuwa wanaifanyia kazi duniani. Taqaddamahu suratul Baqara wa Ali Imran, suratul Baqara ikiwa ni ya kwanza na Ali Imran, tuhajjani an sahibihima, zikiwatetea wale waliokuwa wanaisoma. Kwa hiyo tujitahidi tuisome Qur'ani. Hakika Qur'ani kwa ujumla wake ni kiombezi kwa yule ambaye anaisoma. Warawa Shaykhani min hadithi Abdullah bin Umar, amepokea al-Bukhari na Muslim katika hadithi ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema: la hasada illa fitnatayn, galia, hakuna hasad isipokuwa katika vitu viwili. Na hasadi ni ile ambayo si kama ile ambayo unatamani neema ya mwenzako imuondokee. Hii ni hasad. Na ile ambayo unataka uwe mfano wake, hii ni ghibta. Lakini kwa ujumla wake zote ni hasad, kwa sababu unahusudu. Ile unahusudu neema ya mwenzako imuondokee. Mwenzako labda kaneemeshwa mali, kaneemeshwa elimu, basi wewe unamwonea hasadi aondokewe na neema hiyo. Hii haifai. Yaani wewe watamani kila siku ukaona mwenzako anabadilisha gari, roho inakuuma. Mwenzako anavaa kanzu nzuri, roho inakuuma. Hii ni hasad ambayo haifai. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema: la hasada illa fitnatayn, hakuna hasad isipokuwa katika vitu viwili. Rajulun ataahu Allahu al-Qur'an,
mtu kapewa Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar, akawa anasimama wakati wa usiku na wakati wa mchana, anasali kwa kutumia Qur'an, anasimama usiku. Kama unataka kumhusudu basi mhusudu katika hili, lakini usimhusudu au ndokewe na neema hiyo, bali uwe mfano wake au uwe kama yeye. Allah akujalie kama yeye. Wa rajulun ataahu Allah mala, na mtu kapewa mali na Allah tabaraka wa taala, fahuwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar, akawa anatoa wakati wa usiku na wakati wa mchana katika mali zake. Kitaka kumsudu huyo, bimaana kwamba wataka uwe mfano wake, sio ndokewe na ile mali. Katika masala ya elimu, hii ni neema kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Yaani mtu kupewa Qur'an, kuhifadhi Qur'an ni neema kubwa iliyotoka kwa Allah tabaraka wa taala. Allah kampa mja wake. Ni wangapi wanajitahidi angalau ahifadhi msahafu, anashindwa. Ahifadhi suratul Baqara tu anashindwa. Si wako wengi? Kwa hiyo mtu atakapokuwa amehifadhi msahafu ajue hiyo ni neema kubwa kwa Allah tabaraka wa taala. Basi anatakiwa neema hiyo aifanyie kazi, aihadithie, aifanyie kazi. Au anasimama usiku anasali, mchana anasali. Na mtu aliyepewa mali, huyu amepewa, si kana kwamba labda yeye ni mjanja sana, anatafuta sana, anaweka mipango iliyokuwa mizuri, anatega huku na huku anapata. Hapana. Lau ingekuwa hivyo kila mmoja ana akili ya kutega. Wale waliokuwa wanatega vijijini, si ndivyo? Wanaenda wanatega mnyama, digidigi, au wale ndege wale ambao wanakuja wakati wa masika. Mwingine anaenda anajitahidi apate hata mmoja, anarudi hana. Wenzake anachika watatu wao, anarudi ana ndege wengi. Yeye hata yule mmoja hana. Dadao, si mnazijua? Kama wale ambao ya tu lakini sasa watakana. Wanaitwa mtu anarudi aliyekuwa amewabeba nyengo sisi. Ameweka mtego kapata. Huyu ameweka kujitahidi akienda kaa kunazo, anaruka na ondoka. Anarudi nyumbani hana mboga. Na mali hivyo hivyo. Unafungua duka lako, unashangaa wateja wanajaa kwa huyu. Naanza kusema, "Bwana hawaji kwangu." Hiyo ndio riziki kutoka kwa nani? Kwa Allah tabaraka. Anasema, "Walau basata Allahu rizqa liibadi." Lau Allah angekunjua riziki kwa waja wake wote, la baqaw fil ardh. Wangefanya waridhiki wapi? Ardhini. Hivi kweli wote matajiri? Nani atakoroga nani mchanga ili ajenge? Wote ni matajiri. Kuna yuko utamwambia kweli wewe mkoroga udongo tujenge? Hapana, huwezi kumpata. Utampata mtu aweze kufanya jambo lake na wakati wote tayari ni tajiri na yeye ni tajiri. Inawezekana? Gari imekwama, wote ni matajiri. Matajiri kwa matajiri mtasaidiana kwa. Kila mtu anafungua kiwa. Hakuna anayeshuka. Kwa hiyo
Mali ni neema ya Allah tabaraka wa taala, anamneemesha mja wake. Qarun alishindwa kujua hiyo neema imetoka kwa Allah tabaraka wa taala, akasema inama utitu hadha min ilmin indi, nimepewa hii kwa sababu ya elimu niliyokuwa nayo, udhari niliyokuwa nayo. Lakini Allah akamkafirikia, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh, tukamdidimiza yeye na mali yake ardhini. Haya ni madhara ya mtu kufanya kiburi kwa ile mali aliyopewa. Kwa hiyo kipewa, toa haki, saidia watu, anfiqu fi sabilillah, na uweze kufirisika kwa sababu ya kutoa. Ma naqasa sadaqatu min mali, sadaka haiwezi kupunguza mali bali inazidisha. Kwa hiyo yule mtu akawa anatoa usiku na mchana. Bwana mmoja alikuwa kila siku anatamani watu wapatikane au anawalipia madeni, mpaka toka kabisa kuwalipia na wakopesha. Yupo kweli zama hizi, anatafuta kila siku, anatafuta nani ana deni analipa, basi sasa kuwalipia anawakopesha. Qala Abu Umama radiyallahu ta'ala anhu, ihfadhu al-Qur'an, ifadhini Qur'an, fa inna Allah la yu'adhibu bin-nar qalban, Allah hawezi kuadhibu moyo kwa moto wa al-Qur'an, uliozingatia Qur'an. Wa qala Abbas ibn al-Arat, sema kwamba taqarrab ila Allah mastata'ta, tukurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kadiri unavyoweza. Fa innaka lan tataqarraba ilayhi bi shay'in ahabba min kalamihi, hakika wewe kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kitu ambacho anakipenda kama vile maneno yake. Qur'an ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Wewe unapokuwa unasoma, wewe unazunguka na maneno ya Allah tabaraka wa taala, unazunguka huku na kule, unasoma suratul Baqara, suratul Imran, hayo yote ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Mazilta hafidhan, uko katika hifadhi iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo huyu alim anasema kwamba kujikurubisha kwa kuisoma Qur'an kwanza ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. وروى الإمام مسلم في حديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الإمام مسلم amepokea hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala majtama qawmu fi bayti min buyuti Allah, hawajikusani wote katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, yatiluna kitab Allah, wakikisoma kitabu cha Allah, wayatadarasunahu bainahum, na wakisomeshana kati yao, illa nazalat alayhim sakina, faida wanayopata isipokuwa utulivu na washukia. Wa ghashiyatuhum rahma, na wanafunikwa na rahma za Allah tabaraka wa taala. Wa hafathumul malaika, na malaika wanawafunika. Hawajakaa kwa ajili ya maslahi ya dunia, bali wanakisoma kitabu cha Allah na pia wanafundishana. Wa dhakarahumullahu fi man inda, na Allah tabaraka wa taala atakutaja huko, atawataja huko juu kwa wale ambao wako juu. Allah atakutajeni hivyo. Kisikia rais amekutaja kwa jina lako fulani, unajisikiaje? Unahisi dunia ni yako yote, sababu maisha yamenyoka. Sawa, ukitaja na Allah watu
kwa sababu hawajui utajiri wa Allah, ndio maana wanaona ni jambo la kawaida tu. Lakini lao angekuwa na ujua utajiri wa Allah, mtu ana moyo wake mtulia. Kwa sababu duniani tunajua rais kwanza akitembea ni msafara wa magari 20, si ndio? Huyu tajiri. Gari yake anayeshuka hapo kumuona anashuka kwenye hiyo gari. Basi akikuita wewe na moyo wako wote, yani sijui hata utala. Lakini Allah anakutaja huko juu. Sababu umefanya nini? Umesoma kitabu chake. Mmefundishana kitabu chake. Kwa hiyo tutasema kwamba Qur'ani hii inakusababisha wewe uwe katika daraja ya juu. Daraja la kutajwa kwa wale ambao wako juu. Kwa haraka wale ambao wako juu nani? Malaika. Unatajwa kwa malaika. Tafdhilu al-Qur'an ba'dahu ala ba'd. Kufanya tafdhili katika Qur'an baadhi kwa baadhi, yani kusema kwamba hii ni bora kuliko hii katika Qur'an. اختلف أهل العلم في تفضيل بعض السور على بعض والآيات. أهل العلم wametofautiana katika jambo hili, kufadhilisha Qur'an baadhi kwa baadhi, sura, aya. Labda sema suratul Baqara ni bora kuliko suratul Nas. Kauli yake Allah tabaraka wa taala pale aliposema ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, na yale ambayo tunafuta katika aya au tunaisaulisha tunaleta iliyokuwa bora kuliko ile au mfano wake. Haya masala yamezungumziwa ni an-nasikh wal mansukh. An-nasikh wal mansukh. Na kuleta iliyokuwa bora ni kuleta iliyokuwa rahisi, ambayo ni nyepesi, hukumu ambayo ni nyepesi kuliko ile ambayo imepita. Mfano, masahaba waliamrishwa na Allah tabaraka wa taala kutanguliza chochote akitaka kuzungumza na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yani ukitaka kumwona Mtume kazungumze naye unatoa chochote. Kama vile ukienda hospitalini ukitaka kumwona daktari unatoa pesa, si ndivyo? Jambo hilo likawa zito kwa masahaba. Jambo hilo likawa zito kwa baadhi ya masahaba wale ambao hali zao ni duni, hawezi kutoa. Ana haja na Mtume akazungumza naye amuulize kuhusiana na dini yake, lakini mpaka atoe chochote. Imekuja katika suratul Mujadala, ya ayyuha alladhina amanu idha najaytumur rasula faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqa. Aya hii kaja kufutwa Allah aliposema ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum sadaqat fa idh lam taf'alu. Paka mwisho akasema fa aqimu salat wa atu zakat wa atiu Allah wa rasulahu. Mmeona mzito kutanguliza chochote kwa Mtume, basi acheni, simamisheni swala, toeni zaka na mtii Allah tabaraka na Mtume wake. Jambo hili likawa limefutwa, kumetafutwa urahisi wake au wepesi. Jambo likawa lepesi au zito tena, bado liko zito au ni lepesi. Jambo limekuwa ni lepesi kwa yule ambaye hana, anaenda kwa Mtume, yule ambaye anayo anaenda kwa Mtume.
lakini sharti asimamishe swala, atoe zaka na mtii Allah na mtume wake. Hii ndio khairi ambayo imekusudiwa kwenye aya. Maana nansakh min ayatin au nunsiha nati bi khairi minha au mithliha. Mfano masahaba walikuwa wanapigana, mtu mmoja anakabiliana watu wangapi katika upande wa makafiri? Mtu mmoja anakabiliana na watu watu wangapi? Bwana amjasema zile aya mpaka Allah ajasema al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sasa ameshakupunguzeni. Mtu mmoja alikuwa anakabiliana na watu 10, lakini kaja kapunguzwa. Watu 1000 ndio wanawashinda watu 2000, si ndivyo? 1000 wanashinda watu 2000. Na maana kila Muislamu kwa makafiri wanakabiliana watu wangapi? Wawili. Kwa hiyo sasa hatuwezi kusema aya hii imekuja kufadhilisha sura baadhi ya sura na aya baadhi ya aya. قال لا فضل البعض على بعض. hakuna ubora, kwa sababu yote ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. لأن الكل كلام الله, yote ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hatuwezi kusema maneno haya ni na haya ni bora kuliko haya na haya. Hamna ubora huo, ila baadhi ya sura zimeashiriwa kutokana na kitu fulani. Mathalan Ayatul Kursi ukisoma unakuwa umehifadhiwa na shetani, au suratul Baqara ukisoma nyumba hiyo wanakimbia wachawi na shetani. Al-amru bita'ahud al-Qur'an, kuifanyia mujahada Qur'an tayari umeshahifadhi baadhi ya sura, baadhi ya aya, au umehifadhi msahafu, basi jitahidi kuifanyia muraja isiondoke. Hakika Qur'ani usipojitahidi inaondoka, unasahau kabisa. Tumeshuhudia wengi walikuwa wamehifadhi msahafu, lakini baada ya mururi minasinin, baada ya kupita muda wa mwaka mmoja, miaka mingapi, amebeba magunia ya dengu huku na kule, basi Qur'ani akisoma aya moja tu anashinda. Beba, lakini jitahidi, fanya mujahada, yani fanya nini, taahud, yani jitahidi kuisoma Qur'ani ili isipotee. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل صاحب القرآن, mfano wa mwenye Qur'ani aliyokuwa amehifadhi Qur'ani, kama al-ibli, kama vile ngamia, al-muallaq, aliyefungwa mahali, aliyekimbia. In ahada alaiha amsakaha, yani ukijitahidi kumkimbiza basi utamkamata, au ukijitahidi kumhifadhi na kumsogeza, kumweka karibu, basi utamkamata. Wa in atlaqaha dhahabat, na ukimwachia ataondoka. Qur'ani usipokuwa unafanya mraja unarudia basi itaondoka, ukaiachie basi itaondoka, usipofanya chochote, kama vile ngamia. Na hadithi imekuja pia ya Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, ani nabii sallallahu alayhi wa sallam qala ta'ahadu al-Qur'an, jitahidini kuidhibiti Qur'an. Falladhi nafsi Muhammadin biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake, la huwa ashaddu tafallutan min al-ibli fi uquliha, Qur'an hii ni nyepesi kuondoka
kuliko ngamia aliyefungwa. Kwa hiyo tunatakiwa tujitahidi. Na kujitahidi kwake ni kufanya nini? Mraja. Fanya mraja, pitia. Qur'an ina faida zingine tumezitaja, lakini ina faida nyingi katika yule ambaye anasoma Qur'an, kwamba rafd ad-darajat wal qadr fi dunya. Mtu anapokuwa amehifadhi kitabu cha Allah au Qur'an, mtu huyo anakuwa na daraja ya juu au anakuwa ana nafasi ya juu. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقوليات النبي صلى الله عليه وسلم قال aliposema إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. hakika Allah anawanyanyua watu kupitia hiki kitabu na anaweka watu wengine chini. Unakuwa na daraja ya juu na heshima kuliko wengine. Manzila hii amekujalia nani? Allah, si watu vio vya miongoni mwa vio vya duniani. Hapana, hii kwa sababu ya Qur'an. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ينبغي لقارئ القرآن. عبد الله بن مسعود anasema inampasa yule ambaye ni msomaji wa Qur'an. Hakika yeye mwenyewe alikuwa ni msomaji wa Qur'an. Siku moja akamsomea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mpaka Mtume akalia. Na Mtume akasema yule anayetaka kuisoma Qur'an vizuri kabisa kama ilivyoteremshwa, basi asome kwa qiraa cha Abdullah ibn Mas'ud. Asome kama anavyosoma Abdullah ibn Mas'ud. Huyu ndiye anasema kwamba yambaghi lilqari alquran an ya'rifa bilaylihi idha an-nasu naimun. Anatakiwa ajitambue yule msomaji wa Qur'ani kwamba ule usiku ni wa kukesha na Qur'ani, watu wakiwa wamelala. Wa binaharihi idha an-nasu muftirin, na watu wakiwa wanashughulishwa na dunia kwa kula na nini, wewe jishughulishe na Qur'an mchana wake. Wadhukaihi idha nasu yadhahakun, walia ikiwa watu wacheka. Wabisamtihi idha nasu yakhudun, na unyamaze ikiwa watu wanafanya mchezo, wanaongea maneno ambayo hayana faida, wewe nyamaza. Na sisi tunajua kwamba ikiwa una kheri ya kusema basi sema. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yule ambaye anamwamini Allah na siku ya mwisho basi aseme kheri au anyamaze. Wa bi khushu'ihi idha an-nasu yakhtalun, na au na khushu' ikiwa watu hawana khushu', wanafanya kiburi. يختالون من الخيلاء الكبر التكبر. وبحزنه إذا الناس يفرحون، yeye atupe mazingatio ikiwa watu wanafurahi, hawachukui mazingatio katika Qur'an. Kuihama Qur'an, vipi mtu anazingatia kwamba ameihama Qur'an? hajrul Qur'an, kuihama Qur'an. Tasoma maneno ya Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Hapo ndo tamaliza muhadhara wetu. Hajrul Qur'an huwa i'radu anhu, kuipa nyongo Qur'an, kuipuza, kuiweka pembeni. Wa adamu tafa'ul mahu, na kuacha kuifanyia kazi, kuisoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, kusoma Qur'an. وقد بين العلماء أنواعه، علماء ومبينيشا أين ذا كهام قرآن. حجر التلاوة والسماع، كهاما وكيسوم قرآن نكويسكiliza. Mtu asipokuwa anasoma Qur'an huyo anazingatia kwamba amehama Qur'an. Hajru tilawa wasama.
hajrul amal bil ahkam, mtu anazingatiwa ameihama Qur'an ikiwa hatafanyia kazi hukumu zake, anazingatiwa ameihama Qur'an. hajru tadabbur wal fahm, anazingatiwa ameihama Qur'an yule ambaye haizingatii na kuifahamu. wa hajru at-tahakkum ilayhi, na pia anazingatiwa ameihama Qur'an yule ambaye haihukumu hii Qur'an, bimaana hatoi hukumu kutoka kwenye Qur'an. na pia anazingatiwa ameihama Qur'an hajru al-istishfa bihi, kama tulivyosema kwamba Qur'ani ni ponyo, mtu akawa hajitibu kupitia Qur'ani, anazingatiwa ameihama. Hizi ni aina ambazo ahlul-ilm wametaja kwamba mtu atakapokuwa hajafanya hivi vitu atazingatiwa ameihama Qur'an. Sasa tunahitimisha kwa kauli ya Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala, amesema kwamba man lam yaqra al-Qur'ana faqad hajarahu, yule ambaye hakuisoma Qur'ani ameihama. Yani siku nzima imepita, jua limechomoza likazama, hakusoma hata sura moja, ameihama Qur'an. wa man qara wa lam yatadabbaru, yule atakayesoma hakuizingatia, faqad hajarahu, na atakuwa ameihama, yani akaisoma hakuizingatia. na yule ambaye kaisoma Qur'an, ومن تدبر القرآن وقرأه ولم يعمل به فقد هجره, na yule ambaye kaisoma Qur'an hakuizingatia Qur'an, hakaizingatia Qur'an lakini hakuifanyia kazi Qur'an, yule pia atakuwa ameihama Qur'an. Kwa hiyo kwa ufupi tusemeje? Yule atakaye naam, kwa ufupi tusemeje? Yule atakayesoma Qur'an akaizingatia akaifanyia kazi, huyo atazingatiwa amefanyaje? Hakuyama Qur'an. Thumma tala qawlahu ta'ala, kisha akaisoma قول ياتي الله aliposema وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, hakika mtume amesema ewe Allah, ewe Rabb, hakika watu wangu wameihama hii Qur'ani, wamefanya kwamba ni sehemu, wameihama hii Qur'ani. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها, wana nini hawa hawaizingatie Qur'ani, au katika mioyo yao kuna nini? Makufuli yametiliwa. Kama vile ukifunga mlango na kufuli huwezi kufunguliwa na yote isipokuwa wewe ukiwa na ufunguo. Kwa hiyo tujitahidi tusije tukaingia katika aya hii. Mtume anasema watu wangu wameihama Qur'ani, na sisi ni katika umma wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bimaana anatuambia sisi, ikiwa sisi hatutoisoma Qur'ani, basi tujue kwamba tumeihama Qur'ani hii, kwa maneno alivyonukuu Allah tabaraka kupitia kauli yake Mtume sallallahu kuambia kwamba kumwambia Allah watu wangu wameihama hii Qur'ani. Kwa hiyo tufuate kauli ya Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah ta'ala, tutakuwa tumeizingatia Qur'ani, tutakuwa tumeifanyia kazi Qur'an, tumeisoma, na tutakuwa hatujaihama Qur'an. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam ala rasulillah.